haijawahi kuwa rahisi. Tangu mwanzo wa wakati, giza lilipochukua hatamu katika historia yetu. Tulishuhudia uchungu wa adhabu ya kwanza ikitimia, vikatupeleka kwenye kina cha mashaka na hofu. Lakini hata katika giza kuu, tumekuwa na ahadi ya mwangaza. Watu wa enzi za kale walioishi kabla yetu walipitia mitihani mizito na wakashindwa mara nyingi, lakini hawakukata tamaa. Leo pia tunakutana na vizingiti visivyoisha. Mashaka yanapogandamiza roho zetu, huzuni inapopamba macho, lakini hakuna hali isiyoweza kugeuzwa. Kwa maana Kristo alitupenda hadi kufa. Alikuja kuleta nuru ya matumaini ifaayo mioyoni mwetu. Yeye analifahamu hitaji lako, akifuata nyayo zako hata katika vizingiti vingi. Mfuate Kristo, maana amekusudia hivi leo kukupatia nuru ya matumaini. Bwana asifiwe. Darnet Event 2025. Nuru ya matumaini. Asante sana, natumai ya kwamba mupo vyema na kila mmoja na amani. Na usihofu, hata kama hauna amani utaipata kabla hatujatoka katika mkutano huu au katika jumba hili, na natumai ya kwamba anaendelea kutulinda na kututunza. Tunawakaribisha wale ambao wanatutazama katika mitandao mbalimbali au kutoka kwa vituo mbalimbali, tukiwa na Joy Secondary Girls School ambayo tuna mchungaji Msafiri Alele, tukiwa na wanafunzi au pamoja na wengine 200. Pia tuna kituo katika mtaa wa Mahenge, kanisa la Uponera, tuna watu 100 ambao pia wanafuatilia. Tunasema nini? Na zaidi ya yote tuna Shalom Karioko, hao nao sio wa Sabato. Tunashukuru kwa vile ambavyo mmeweza kujiweka pamoja hapo dukani na ili muweze kutazama na kufuatilia. Hapo ni Mbeya, Mwajerwa, hapo tunashukuru kwa yale yanayoendelea. Na pia huko sokoni Makambako, tunaamini ya kwamba unaendelea kubarikiwa. Na zaidi ya yote Sokoine University of Agriculture, na pia wale wako katika SDA Church ya Kirando huko Rukwa Region, tuna watu 44 na pia Duse University tuna watu 100, na tunaamini ya kwamba mnaendelea kubarikiwa. Kuna wengine pia tumesikia mnatazama na mnafuata kutoka Kenya, mnatazama kule Uganda na pia DRC kwa sauti ya matumaini. Hata hivyo, kama hauelewi utatupata wapi, unaweza kutupata katika Hope Channel Africa, na naamini ya kwamba ukitupata pale utabarikiwa. Popote mahali ulipo, na kukaribisha katika kipindi chetu jioni ya leo. Na funzo la leo tunajiuliza swali, lakini pia tungetaka kujihatarisha kwa sababu ya kusahau. Kusahau wakati mwingine ina madhara yake, na kuna madhara ya kusahau. Na watu wengine wanaweza sahau, unaweza sahau kwa kujifanya unajisahau. Kuna watu hujifanya tu, unaona ya kwamba anajua, anaelewa, lakini anaamua kujifanya amesahau. Una deni ya mtu na unajua hakika uliomba ukiwa na shida, lakini ukipata unajifanya ulisahau. Hata tukikutana unaniangalia tu na unanipatia habari za Darnet Event. Ukumbuki una deni yangu, uliniambia utanirudishia Sunday. Na leo ni siku ya Jumatatu,
Kesho ni Jumanne na nikikuangalia hauna dalili kabisa ya kurudisha zile pesa. Umejifanya kabisa hata ukumbuki ulikuwa na shida. Wewe ulitoka kwa shida, ukajisahau, ukasahau kana kwamba mimi ninakumbuka. Kile haukumbuki ni kwamba mimi ninakumbuka. Hicho tu ndio unasahau. Na ni vizuri ukumbuke ya kwamba mimi ninakumbuka nilikupatia kaloni tu. Uliniambia tafadhali nizazime alafu utarudisha. Na ulikuwa mwaminifu wakati ule. Na ukasema Mungu akinibariki nitarejesha kabla ya Sabato. Na leo ni siku ya Ijumaa tunafungua Sabato. Na hauna dalili ya kurudisha na tunafungua Sabato. Na utakaa tu. Kuna wale watu ambao wanajifanya wao wamesahau. Unajifanya tu umesahau. Umejifanya ulikuja hapa kwa kusaidiwa. Na tangu uja mjini tulikusaidia, tukakupangisha, tukatafuta ka apartment, tukakuinua tu. Haukuwa na chochote, tukakuinua tu wewe, tumekuona ukiendelea, Mungu akikubariki. Lakini ukajifanya ulitusahau. Hata nikikusalimia unaniuliza wewe nilikuona wapi wewe? Unasahau. Na mimi ndio nilikubeba kwa gari yangu. Mimi ndio nilikupatia sufuria. Watu wengine wanajifanya wamesahau. Unajifanya tu umesahau. Lakini pia kuna wengine wana ugonjwa wa kusahau. Wana ugonjwa wa kusahau, hiyo tunaelewa. Unaitwa ugonjwa wa dementia. Una ugonjwa wa kusahau ukizeeka tu au ni ugonjwa ulikupata. Unaona kuna watu ambao wanasahau, kuna ugonjwa wa kusahau. Anasahau na unaona ya kwamba ako kwa simu na mnaongea na yeye kwa simu. Alafu unamuuliza ni nini unatafuta? Ninatafuta simu, sielewi niliweka simu wapi. Alafu unamuuliza unaongea na nini? Oh jamani, unaona mimi niko na hii shida ya kusahau. Kuna watu ambao wana ugonjwa huo wa kusahau, either uzee au na mambo mengine kama unasahau tu. Kwa sababu ya uzee au kwa sababu ya jambo lingine, you just forget. Na wakati mwingine kwa kusahau kuna madhara yake. There are some consequences ya kusahau. Wewe mwenyewe umesahau funguo umeacha kwa gari na unafunga milango ya gari. Na ni wakati tu mlango ya gari itagonga, ndio unakumbuka. Unfortunately funguo umefungia. Kusahau wakati mwingine kunakuja na madhara yake. Kusahau, unasahau. Na kuna wengine inakuwa ni genuine, ulisahau. Hiyo ni kweli, ni pole, na mtu wa kusahau utaona huyu alisahau kwa sababu anakuambia I'm sorry, I forgot. Hapo utaniwia radhi. Nilisahau tulikuwa nikupigie simu. Nilisahau nilikuwa tufanye harusi kesho. Nilisahau ya kwamba nilikuwa nikuoe. Sikupenda. Nilisahau tafadhali. Sasa anaulizwa wewe mbona ulioa huyu? Pole. Nilisahau nilikuwa nimekuuliza na ukakubali, but I forgot. Na hiyo ndio baya zaidi. Yaani ulisahau. Msichana amejipamba anaolewa lakini wewe nawe ulisahau. Anakuona kwa Darnet event ukioa. Siku hiyo ndio anaona kwa Hope Channel. Tunatangaza harusi ya fulani. Si huyu ndiye yule ambaye tulikuwa tunapanga. Alisahau. Sasa wewe tosheka tu. Wewe ambia roho yako itulie, umngojee Yesu. Kwa sababu sasa kama amekusahau, sasa ni hatari sana. Unajua Mungu anaelewa huwa tunasahau. Ndio unapata hata katika Biblia tumefundishwa hali ya amri za Mungu. Na katika amri za Mungu, amri ya 4 Mungu hakusahau kuweka hiyo, maana anajua tunasahau. Akaweka hiyo yake ya 4, akasema ikumbuke siku ya Sabato. Kwa sababu watu wana tendency ya kusahau. Kwa hivyo hakutaka kugamble. Mungu hakutaka kutake risk ya kwamba atupatie amri zingine zote na hii yake tusahau. Akaona hapana, wacha niandike ili msisahau. In case you forget, tafadhali ikumbuke siku ya 7 uitakase. Fanya kazi siku 6, lakini ya 7 kumbuka ni Sabato. Na walisahau bado, hata akiwa ameandika walisahau. Ndio walienda kule Babeli kwa sababu walisahau. Leo tunataka kuangalia Mungu. Jana tulimuona akienda Babeli. Alikuwa anaenda Babeli na alifika. Mungu alienda Babeli jana na alifika. Katika kitabu cha Danieli 1, Mungu akaenda na Danieli. Na wakiwa jiani Danieli akajiuliza swali, are you still in control? Where are you God? Na Mungu hataki kujibu huyu Danieli kwa safari. Wewe twende tu, ni utajulia mbele. Twende utajulia mbele. Na Mungu akajikuta katika ufalme. Mungu alipenya, aliingia. Kwa hivyo ako sasa katika serikali.
au katika serikali ya Babuloni. Hapo ndipo ako huko. He is now in the country. Amepita mipaka ya immigration. Hiyo imepita, kila kitu iko sawa, ako huku sasa. Lakini mbona anakuja huku? Shida ni gani? Ni nini hii ilimfanya Mungu wa mbinguni atoke huko kwake, atoke katika Juda, atoke Bethlehemu, aje all the way to Babylon? Alikuja kufanya nini hapa Babeli? By the way, swali letu la leo. Mnangoja swali? Mnangojea swali eh? Aya basi. Sasa natumai unajua kuna wakati kulikuwa na vita dhidi ya Waisraeli na Wafilisti. Na wakati mmoja Waisraeli wakiongozwa na na Sauli wakaenda wakajipanga mahali watakapofanyia vita. Vita wakati ule ilikuwa ni sawa, si kama leo. Vita wakati ule walikuwa wanapanga, ilikuwa inatangazwa. Ukienda kwa TV unasikia, na huu ni muktasari wa habari. Tunawatangazia ya kwamba vita dhidi ya Waisraeli na Wafilisti itaanzia pale mnamo siku ya Jumamosi mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025. Watakaofungua vita vile ni kiongozi wa Israeli Sauli na shupavu mmoja wa Wafilisti. Wote mmekaribishwa na wanadini wote mnaombwa muweze kuwakumbuka hawa ndugu na dada kwa maombi. Ilijulikana, walijipanga tunaenda vitani. Na walipofika mahali ya vita, ikawa Wafilisti wako ng'ambo ile na Waisraeli wako ng'ambo hii. Na kuna mtu ambaye anaitwa Goliathi. Goliathi wa Gadi ametokezea pia. Mnamkumbuka Goliathi? Sasa hapo ndio swali iko ya leo. Hapo ndio mtihani iko, kama unakumbuka Goliathi. Swali: Goliathi aliua? Hiyo ndio swali. Did Goliath kill? Okay. Kama Goliath, sijajibu, ni swali tu, tunatengeneza swali. Sawa sawa. Goliathi aliua watu wangapi? A, hakuua. B, maelfu ya watu. C, watu wengi sana. B na C ni kama zinakaribiana, lakini wewe utachagua yako. Na leo tunaanza na kanisa letu la wokovu. Kwa hivyo mtatusaidia, mtupatie jibu halisi. Goliathi aliua? Je, Goliathi aliua? A, hakuua. B, aliua maelfu. C, aliua watu wengi. Haya, nani anajibu pale? Anasema gani? A, hakuua. Hiyo ndio kanisa la wokovu. Umekubaliana hiyo? Naona mnafanya hivyo. Haya. Kanisa la B, Goliathi aliua? Hakuua. Aliua maelfu. Aliua watu wengi sana. Nani anajibu ya pande hii? Haya, ndugu wakilisha. B, aliua watu wengi. Haya, huyu alisema hakuua, aliua watu wengi. Haya, wacha leo tufanye sasa kwa ujumla. Ni wangapi mnasema ndio jibu ya kwamba hakuua? Inua mkono. Wewe kabisa, hiyo ndio final answer yako. Unasema Goliathi hakuua, inua mkono ili tukuone vizuri. Wale mnasema tunajua huyu Goliathi na hakuua mtu, inua mkono. 1 2 3, si wengi sana. 1 2 3 4 5, kama 7. Wale mnasema Goliathi aliua maelfu ya watu, inua mkono. Maelfu ya watu, inua mkono. Double that number. Wale wanasema aliua watu wengi, mkono juu. Wale hawajui kama alikuwa mtu anaitwa Goliathi au imeundwa saa hii. Maana vile mmeniangalia. Haya, asante sana. Kulingana
na vile watu wengi wanafikiria, wanasema aliua watu wengi, wengine wanasema aliua maelfu ya watu. Jibu ni kwamba Goliathi hakuua mtu yeyote. Amen. Goliathi hakuua. Asante sana. Mbona basi Goliathi anaogopwa na anasifa? Goliathi hakuna kitu alifanya ya maana na hakuna mtu alijeruhi. Ukisoma kitabu cha Samueli, enda usome nyumbani, Samueli wa kwanza ni 17 fungu la 4, utasoma hadi fungu la 8. Kile tunacho cha Goliathi ni ukubwa tu wake. Inasemekana naye Goliathi wa Gathi akatokezea. Alikuwa mtu mrefu na alikuwa na mtu anamwebebea ile mkuki, yeye alikuwa amevalishwa hivi. Inasemekana jinsi alivyokuwa. We are just given his description. Tunaelezewa tu ya kwamba alikuwa hivi, na alipotokezea alinena na akasema, ewe Sauli, leta mtu mmoja peke yake ambaye tutapigana mimi na yeye. Akiniua tutakuwa watumishi wenu, nikimuua mtakuwa watumishi wangu. Na Biblia inasema alipoongea tu, fungu la 8, alipoongea hivi tu wote wakaogopa, wakajawa na uoga. Akaongea siku nyingine wote wakatoroka, walikuwa nakimbia siku 40 asubuhi na jioni. Hakuna vita ilipiganwa. Na kule kwa redio unasikia vita inatangazwa katika habari, unasikia habari zinazotufikia hivi punde zinasema kwamba vita vya pamba moto. Mtangazaji wenu Hamisi amewaletea habari. Ametuletea habari ya kwamba vita vinapamba moto na watu wanaambiwa waombe, na hakuna vita, ni wanaume tu wanatoroka asubuhi na jioni. Kila asubuhi, kila siku mara 2, siku 40, kwa sababu Goliathi ameongea. Na Goliathi anaogopwa tu kwa sababu ya vile yako mrefu. Wakati Daudi alipoenda pale akasikia Goliathi ameongea, Biblia inasema kwamba and David heard him. Akasikia mtu ameongea na akauliza nani huyo, kuangalia akaona ni kimutu kikubwa tu kimeongea na hakuna kitu kingine, na kijana kadogo tu kakajitolea kulima huyu mtu. You know the rest of the story. Huyo ni Goliathi. Watu wengi tunaogopa Goliathi na hawezi akatudhuru. Goliathi, wewe mwenyewe, kuna mtu anaitwa Daudi. Na Daudi ni mfanyi kazi wa Mungu wa mbinguni. Lakini unaogopwa bure. Ni mara ngapi umeogopa watu wengine, umeogopa Goliathi kwa sababu ya kutajwa tu. Danieli amejikuta katika Babeli. Na kuna mfalme ambaye anatisha. Lakini Mr. Nebuchadnezzar, you have made a big mistake. Mr. Nebuchadnezzar, makosa kubwa uliyofanya ni kuweza kuleta vijana ambao walikuwa pale Juda na ukateka vitu vya hekalu kuonyesha ya kwamba umeteka Mungu wao. That was a big mistake. Big mistake. Kuchukua Mungu yao ulete kwako. You don't joke with him. Let me tell you something. Huyu Mungu wa mbinguni, he does not have to come to you kuchapa wewe. No. Alifanya vituko Misri. Bila kuja, mto yote inakuwa red. Mto yote tu. Alileta vyura. Hiyo ni wingi wa chura, ni vyura. Akaleta vyura wengi kabisa tu, na vilikuwa vinajua kwa Wamisri na kwa Israeli. Chura inaruka tu kutoka kwa maji, inaenda kwa Wamisri. Inapita nyumba ya Muisraeli. Watu wa Israeli wanaona ikiruka, chura inaruka inaenda kwa Misri. Zilitembelea watu wa Misri. Zilienda kuwasalimia. Unajua hapa Kenya ukisikia watu tutakusalimia, kwetu Kenya siku hizi kusalimiwa, usifurahie sana hati utasalimiwa. Gen Z wamebadilisha jina hili la kusalimia. Tutakusalimia ni kulimwa. Unakuja mambo ni mawili, aidha waje wakusalimia na mkono au wakulime, wakuacha katika hali ya ukiwa. Sasa vyura walitembea Misri, wakatembea Misri na walijaa Misri. Vyura walijaa Misri, walisherehekea. Na askari walilima hawa vyura, mabuduki ilisha. Vyura wanaendelea tu kuja, walikuwa wengi. Wanakuja tu wanaruka, wanakaa. Walikuwa wanakuja mpaka kwa ikulu. Bila kuomba ruhusa ya mtu, wanakuja ikulu. Firaoni anashangaa. Unaenda kulala kwa kitanda, ukilala hivi badala ya blanketi unakuta walitangulia, vyura walitangulia ni wengi tu. Hakukaliki. Ukienda kufungua chakula uliweka kwa sufuria, vyura wamejaa wanakusubiri. Ilikuwa ni mbaya kabisa, mpaka sasa Firaoni akaita Musa, jo, ondoa hawa vyura. Ondoa. Akaulizwa unataka tuondoe vyura lini? Mjinga akasema kesho.
Unazumbuka leo na unataka iondolewe kesho. Si useme iondolewe saa hii. Aliteseka. Mungu alileta giza, darkness. Misri akaleta giza tu, giza. Siku 3. Biblia inasema it was a tangible darkness. Hata ukiwasha mataa haya giza inazidi. Na kawaida giza haizidi mwangaza, ilizidi pale Misri. It was dark. Huyo ndiye Mungu. Mungu si lazima aje mpigane na yeye, anaweza kukulima tu akiwa mbinguni. Iwe remote control, unalimwa tu peke yako. Unashangaa ni nini inakulima, lakini ameamua atalima wewe sawa. Nebukadnezar alifanya makosa, akachukua vitu ya huyo Mungu. Usichokoze, hata kama utachokoza watu ya Mungu, usichokoze kanisa ambayo imetengwa na mambo ya hapana, utajiletea wazimu bure. Huyu Nebukadnezar akabeba vitu na ikaenda. Now when he is come now to Babylon, Nebuchadnezzar, you have to understand that kuna Mungu mwingine. Mungu kuja Babeli atafanya statement. He is going to make a statement, and today we want to see that statement. But before I do that, let me remind you about the structure ya kitabu cha Danieli ambacho tunasoma. Kitabu hiki cha Danieli utakapokuwa unakisoma kuanzia sura ya kwanza, ukianza pale juu fungu la kwanza, kila sura ya fungu la kwanza unaona inakuelezea ni nini kinafuata, unaendelea unaona kile kinafanyika, alafu mwisho unaona vile kiko. So imepangwa tu in a way ya kwamba ukianza fungu la kwanza Mungu anashindwa. Hapa hata anahasahaulika. Ndio uliona sura ya kwanza fungu la kwanza pale Nebukadnezar amekuja, mkono wa Bwana uko na yeye, amechukua Jehoyakimu, boom, Babeli. Ni kama Mungu alishindwa na watu wake. Lakini kuna mambo itaendelea hapa katikati. Lakini ikiisha sura hiyo, pale mwisho Mungu anashinda. Bwana asifiwe. Inaanza kana kwamba Mungu anashindwa seemingly. Lakini ukifika mwisho Mungu anaibuka mshindi. Ukienda sura ya pili the same. Mfalme ameota ndoto, amesahau, lakini ukweli ni kwamba pale mwisho atakuja kutangaza yale tutasikia. Sura ya kwanza ya Danieli, Yerusalemu inashindwa. Sura ya 12 ya Danieli, Yerusalemu inashinda. Bwana asifiwe. Hivyo basi nikisoma kitabu cha Danieli kinanikumbusha ya kwamba hata kama mambo yanakuwa magumu mwanzo, usihofu, vumilia, kwa sababu huko mbele ndio best. Bwana asifiwe. Mambo huko mbele yatakuwa sawa. Hata kama unapita, Biblia inasema ya kwamba Daudi akasema hata kama nijapokuwa napita katika bonde la uvuli wa mauti, though I walk through the valley of the shadow of death, hata kama ninapitia, si nitakapopita, no, hata kama I'm continuously passing through. Kwa hivyo Mungu ako sasa hapa kwa huyu mfalme anayeitwa Nebukadnezar. Na wakati yako hapa katika hii serikali yake, neno la Mungu linasema akaota ndoto, na ndoto aliyoota ilimsumbua sana usiku. Na nitakuelezea tu, utaenda kusoma nyumbani. Hiyo ni sura ya pili ya Danieli. Hata na wewe usome, si ndio? Nisikuambie nikusomee kila kitu, wewe uende nyumbani usome, mimi nikuelezee. Bwana asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapo? Wale tunakubaliana, wewe mchungaji tuelezee, tutajisomea nyumbani, inua mkono. Wale tunasema mchungaji asante, hatutasahau na hatutajifanya hatukumbuki. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo basi huyu mfalme anayeitwa Nebukadnezar, ambaye utampata katika sura ya pili ya kitabu cha Danieli, ambaye aliwaleta hawa vijana hapa Babuloni, alisumbuka sana wakati fulani na akawa na ndoto tu. Inasema he had dreams. Alikuwa na ndoto kadhaa. Na roho yake ilisumbuka sana. Alisumbuka sana huyu mfalme Nebukadnezar. Alipoamka akajaribu kukumbuka ndoto hiyo aliota, lakini hangeweza kukumbuka. Kuna watu ambao wanaweka umaana na wanamakinika sana wakati kuna ndoto, na wanakuletea ndoto ambayo waliota na wanasumbuka maana yake ni gani.
Lakini si ndoto zote itastahili kukusumbua. Kuna ndoto zingine unaota kwa sababu ulikula sana ukashiba ukaenda kulala huko ngojea. Sasa huyo digestion ikiendelea, mawazo yako nayo inaendelea na vitu vingine. Pia ni vizuri kukumbuka na kujua ya kwamba mawazo yako vile your brain is scheduled, kuna ile tunasemanga kuna mind, kuna conscious mind na kuna subconscious mind, si ndio? Wakati uko hai saa hii, wakati unaniangalia, unanisikiliza, your conscious mind is working. Ndio unaniona, ndio unaelewa, ndio unafuata yale ambayo unayokuelezea. Lakini kuna mind nyingine ambayo inaitwa subconscious. Hiyo iko saa hii inactive. Saa hii iko lakini inanakiri, kuna tu vitu tu inachukua ikiweka, inachukua tu ikiweka. Wakati unaenda kulala, your conscious mind inalala, lakini your subconscious mind inaamuka, inakuletea tu vituko tu. Ndio unajikuta ya kwamba inakutengenezea, inakuwa kama AI. Inakutengenezea tu vitu tu, inakutengenezea mabawa, unajikuta umeweka uko na mabawa na unapaa, uko katika ufalme wa mbinguni, unajikuta mbinguni ukitembea na Musa. Unakuta Musa na Haruni huko mbinguni, kumbe ni kwa kitanda. Au inakuambia umekuwa tajiri na uko na pesa. Uko na pesa nyingi kiasi tu umekamata, ukiamuka unajikuta ni buraniketi ulikuwa umeshika. Kumbe sio ni subconscious mind. Inakupatia some signals, inakuletea mawazo. Uliona kwa TV, ulikuwa unaona movie na ilikuwa watu wanalimana, wanauana makommandos, alafu ukienda kulala inakuletea hiyo vitu. Unajikuta wewe ndiye sasa komando. Wewe ndio unalima watu kanisani. Wewe ndio unapigana hapa kanisani. Kumbe ni mawazo tu. Hata hiyo ndoto haina maana, hata Mungu hahusiki. Kwa hivyo usishinde kuja kuuliza pastor, niliota nikaona nikiwa na magari mengi sana pastor, alafu nikaona hiyo magari yangu iko na mabawa inapaa huku angani. Hiyo inamaanisha nini mchungaji? Hakuna kitu inamaanisha, na haiko kwa Biblia, na hakuna mtu alishaona vitu kama hizo. Lakini Ezekieli aliona. Lakini wewe hata kufuata kanisa ni ngumu. Ezekieli ni mtumishi na ni mwaminifu. Wewe unakuja leo kanisa mwezi wa 6 na Disemba, alafu unatutisha hapa na watu wewe uliota magari iko kwa hewa yako tu peke yako. Ati ulijikuta wewe ndio unatawala Tanzania na hujatawala hata darasa la 7 school. Kwa hivyo ndoto zingine ni your subconscious mind inakudanganya tu ya kwamba, na kuna ingine kweli itatokea, unajikuta umeota umekula green card na ni kweli ilifanyika. Hiyo kuna ingine itafanyika. Lakini si sana kwa watu wote. Na wakati sasa huyu Nebukadnezar amemleta Mungu, na Mungu sasa ameingia katika serikali. Mungu akaamua aingie katika mawazo ya Nebukadnezar. Lakini akiingia katika mawazo ya Nebukadnezaru, sio tu akae ndani ya Nebukadnezaru, lakini ni ili Nebukadnezaru aweze kusambaza ujumbe. Kumbukeni niliwaambia kuna Babylon Net Event itakayofanyika mwaka wa 605 BC. 605 BC ndio Nebukadnezaru alienda akawateka wale, akawaleta hapa Babylon. Na pia alirudi tena mwaka wa 586 BC akateka wengine. Ndio unasikia sio tu Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego wako pale Babyloni. Kuna wengine pia the contemporaries was Ezekieli, kuna Zerubabeli, kuna Ezra, kuna watu kama Mordekai. Walikuwa wengi tu. So si vijana waine peke yake, ni wengi tu wamekuja, na Mungu pia amekuja. But God has noted one thing, ya kwamba Waisraeli mulifaa kutangaza kwa dunia nzima ya kwamba kuna Mungu mbinguni, but you have not. Mungu hakuwa wenu mumuweke tu Israeli. Mungu alikuwa wa kujulikana na mataifa yote. Ndio unaona katika ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu, anaambia Ibrahimu ya kwamba utakuwa baba wa mataifa na utakuwa ni mibaraka. Yeyote atakaye kubariki atabarikiwa, atakaye kulaani atalaaniwa. Mungu akachagua wana wa Ibrahimu. Ibrahimu akampata Isaka, Isaka akampata Yakobo, Yakobo wana wa Israeli, na wana wa Israeli kuzaana. Walikuwa wawe a chosen generation ambao wataweza kusambaza mibaraka ya Mungu kwa mataifa yote ya dunia. Lakini hawakuweza. They became selfish with the information ambao walikuwa nayo. Wakawa na ubinafsi wa injili. Na ndio unaona hata Jona anatumwa kule Ninawi. Na alipotumwa Ninawi akakataa. Na si ati alikuwa anakataa kwa sababu hataki kwenda. Alielewa hao watu, they are not jokes.
Hawa watu wataweza kuchinja. They were known to be skinning their enemies alive. Unapata ukiwa hivi wanakutoa ngozi tu, wanachinja ngozi. Ukiangalia yote na Yona alielewa. Na akaamua hapo haendi. Injili tutahubiri, lakini siendi Ninawi. Na Mungu akamwambia utaenda, na akaamua haendi. Na akapanga safari kana kwamba anaenda, lakini moyoni mwake amejua haendi. Akaingia kwa mashua ambayo inaenda opposite direction. Umeambiwa uende kule Magomeni, wewe umeambiwa uende Tanzania, unapanda unaenda Ethiopia. Jona akaenda wapi? Tarshishi. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni nani? Unajua Mungu, usifikiri ni lazima atumie gari yako ili aende kanisa au akupeleke mahali anataka. Sio lazima. Kuna wakati mwingine unaweza muacha na merikebu yako uko baharini, aje ametembea juu ya maji. Si lazima atumie gari yako. Jona umeenda, lakini agizo la Bwana lilisema uende Ninawi. Wewe ukaamua hauendi Ninawi. Guess what? Mungu pia ako na daladala yake. Hata Mungu ako na daladala, kwetu tunasema matatu. Mungu ana matatu zake. Hii ni moja. Na iko baharini. Na inatangaza waharaka mmoja peke yake. Waharaka. Jona akajikuta. Kumbe hapa juu kumeanza mzukosuko. Jona anafikiri ni mzukosuko. Hakuna mzukosuko. Mungu alitembea. Mungu ametembea na ni lazima uende. Na utaenda. Na yeye badala ya kukana wengine alienda akalala huko kwa deki. Amelala huko chini. Na wamejaribu kujiokoa na mzukosuko wapi? Ndio the sailor captain akapata jamaa mmoja amelala na anangorota wakati kuna who sleeps? Ni nani anayelala wakati kuna mchafuko baharini? Isipokuwa Jona peke yake. Akaulizwa, wewe ni nani, unaenda wapi, umetoka wapi? Tuambie. Akasema, mimi ni Jona mwana wa Amitai na ni Mhibrania na ninaenda Tarshishi. Ni nini unaelewa hii mambo inaendelea? Akasema, ninaelewa vizuri. Nini kinaendelea? Akasema, nilitumwa na mwenye hii michafuko yote hii bahari na wenyewe. Hii bahari mnatembeleanga iko na mwenyewe. Alinikujia akanituma nikakataa. Ikawa namna gani? Ndio sasa hii mchafuko yote ni mimi anatafutwa. Serikali yote ya mbinguni ni mimi inatafuta na mimi nimejificha. Akaulizwa, unataka tufanye nini? Tukutendee nini? Akamwambia, rahisi, munishike munitupe baharini. Akasema, hatuwezi tukafanya hiyo kituko. Akamwambia, sikia, mambo ni rahisi. Mambo ni mawili. Either munitupe baharini muokoke au tukae sisi wote tuangamie wote. Unajua kuna watu wengine wako na shida zao lakini watakuingiza kwa hizo shida zao. Jambo la kwanza, Jona uliingia kwa mashua peke yako. Hakuna mtu alikusukuma. Hakuna mtu alikuingiza kwa nguvu. Alafu unataka sisi tukurushe baharini. Si uruke. Kwa nini uwezi wewe mwenyewe? Ukaruka mwenyewe. Unatuingiza ya nini sisi? Kuna watu ambao unaona ako na shida lakini anakuingiza kwa shida. Mtu unamuuliza, ulifanya hivi? Hapana, mzee wa kanisa ndiye aliniambia. Na sio mzee wa kanisa, hutaki kufa peke yako. Ati hapana, ni mashemasi. Ulichelewa kwa nini? Mashemasi walipanga barabara. Hakuna, ni wewe uliamuka umechelewa. Unauliza mtu, mbona umechelewa kanisa? Hapana, kulikuwa na foleni, kulikuwa na traffic sana. Na umeamuka saa 4 na unatakana kanisani saa 3. Hata kama ni ndege, si imechelewa tayari. Shida ni ya kwako lakini hauchukui hiyo mzigo. Na hivyo basi huyu Jona mwenyewe akasema, kuna the controller wa hii kitu yote, hii mchafuko yote kuna mwenyewe. Basi munitupe baharini. Akasema hapana. Akawaambia, msiponitupa mtakufa. Wakaomba, Mungu, tuko tayari kufanya kitendo mbaya ya kuua mtu. Tunaomba msamaha kabla waliomba msamaha kabla hawajaua Jona. Wakashika hiyo kamutu kakaruswa. Kumbe hakujua ni mahali Mungu amepanga gari yake. Inasema mtu mmoja peke yake, mtu mmoja inatafuta abiria mmoja. Nani anaenda Ninawi? Nani anaenda Ninawi? Mungu amepanga utaingia. Na Jona kakarushwa kichwa mbele. Kaliporushwa kakaingia ndani ya samaki. Do you know mpaka saa hii Jona hajui alimezwa na samaki. Hajui. Sababu hii kitu kimefungua mdomo. Kwa hivyo hata akiingia anaona kama ni room. Hajui ni nini. Uone, sisi ndio tunajua alimezwa na samaki kwa sababu tunasoma. Lakini Jona ukirushwa hata kwa bahari, si macho ndio unafunga kwanza.
Kwa hivyo kalipofungwa kakaingia na Mungu akasema enda, imejaa matatu ya Mungu. Mungu ni mzuri. Ukikataa utaenda na matatu ya Mungu. Akamwambia funga, enda. Sasa ikienda, Jona hajui ako ndani ya tumbo ya kitu, lakini anasikia anaenda. Ukisoma katika kitabu cha Jona chapter 2, kanaanza kuomba, kanasema Mungu sielewi niko wapi, lakini kule kokote niko Bwana, katika hii milima na mabonde naomba nitakapookolewa nitakutolea kafara. God did chapter 2 of Jonah. Kanasikia milima, si milima Jonah, ni roho. Kameguza roho ya kitu, kanasikia ni mlima. Kanasikia tumbo, anafikiri ni bonde. Hakuna bonde na hakuna vuli, hakuna, uko ndani ya kitu kingine. Na unajua ili alipoingia ndani ya hii samaki, Mungu alifunga, aliturn off all the enzymes zote, zika turn off. Hakuna digestion itaendelea for the next 3 days na 3 nights. Samaki hakuna digestion, haka kama mtu hakata sagwa, utakaa ndani ya hiyo kitu. Na hakuna kukaa na mpango, hakuna comfortable, hakuna comfort. Umekaa vile kalikaa hivi, hakuna kupinduka, maana kakipinduka kanasikia kanafinywa, kumbe ni mbavu ya na ile mikuki ya samaki. Kanakaa tu, lakini kaliomba. Kanasikia tu kumbe ni waves za bahari. Kakatapikwa kule Jona pwa, na samaki akarudi kuangalia nyuma, hakaoni kitu, hakana mzigo, kanakaa green ile miukazi yote. Kanafungua macho, kanaangalia. Mungu akaita tena, sura ya 3 anamuita tena, wewe Jona, nataka uende uhubirie watu wangu wa Ninawi. Utaenda? Wewe utakataa? Hata kama wewe ni mjeuri kiasi gani? Shida ilikuwa atakaporudi nyumbani ataambia mke wake alikuwa wapi. Unajua kuna utasema ati nilikuwa ndani ya wapi na haukufa. Lakini sasa hatari kubwa, consequence ni kwamba hakuwa na mizigo. Mizigo hajui ilienda. Maana waliporusha huyu mzee kwa samaki kwa bahari, hawakuwa mrusha na begi zake. Kwa hivyo pasipoti yake ameacha, begi ameacha, kako nchi ya ugeni na kakaelewa hapa ni Ninawi. Kama kuna mhubiri alihubiri amekasirika, ni Jona. Hakuna salamu, hakuna ati protocol. Protocol ya saa ngapi? Ati protocol ya saa, kanasema nyinyi wote mtakufa. Siku 40 wote mtakufa. Anatoka hapa Magomeni, anaenda Mshomoroni. Nyinyi wote mtakufa. Anaenda Mbeya, mtakufa. Kana hesabu siku zimebaki 35. Wote mtaangamia. Kana baki siku 20, mtakufa wote. Ikabaki siku 5. Ni next week mtakwisha. Ikaishi kabaki kesho. Ni kesho. Kafika siku ya 40 akasema leo ni leo. Na kama sio leo ni sasa hivi. Leo ni leo, kama si leo ni sasa hivi. Kaenda akakaa chini ya mti, aangalie Mungu akifanya maajabu yake. Na Mungu kumbe alipostiponi, hakuna mtu anakufa. Kumbe Mungu mwenyewe aliahirisha, kwa sababu mfalme alisikia na akatangazia watu wote juu ya Mungu wa mbinguni. Na aliposikia Mungu wa mbinguni wakaghairi na wakafast na wakajitoa kwa Mungu na akawaokoa wote. Mwishowe Jona amekasirika sana, anauliza Mungu, why? I knew it. Ulipoona ninakataa kwenda ni kwa sababu nilikuelewa wewe una wingi wa fadhili na mwenye neema na huruma, na nilijua unaweza badilika wakati wowote. Na sasa angalia, Mungu akamuuliza, niko na 120,000 people ambao wako hapa, unataka niwaangamize kwa nini? Mungu ameingia. Mungu akipanga kuingia, ameingia. Nebukadneza, huyu Mungu aliingia katika hii nchi yako, sasa ako kwako, anakuja kukuzungumzia. Nebukadnezaro amekaa akifikiria alimshinda Mungu wa mbinguni. Little did he know that Mungu lazima ajitukuze. Kitabu cha Jona sio kitabu cha Jona, ni kitabu cha Mungu akitaka kuonyesha yeye ni Mungu wa aina gani. Sasa nayo hapa kwa Nebukadnezaro amelala, na vile amelala amesumbuka usiku, amesumbuka mawazo, amesumbuka ni nini inamsumbua, hajui ndoto ilikuwa inasema nini. Akatumana kwa wasihiri, wanajimu, wakalidayo wote, wale wenye ujuzi wote wa Babeli. Walipokuja kwake akawaambia, niliota, sikumbuki, sijui maana yake, nimewaita tu kwa kazi rahisi, muniambie niliota nini, na maana ya hiyo ndoto ni gani. Mkimaliza mtaenda nyumbani. Wakaambia mfalme, hisi milele, hebu tupatie tu
Clue, tuambie tu uliota nini, alafu tutakupatia tafsiri yake. Akamwambia wazee, sikuwaita hapa tucheze na nyinyi. I'm not here to play games with you. No. If you have time to waste, I don't. Nimewaita nikawaambia vizuri, niliota nikasahau. Alafu mnaniambia niwapatie clue. Clue itatoka wapi? Wakaambia mfalme, uishi milele. Jambo unalouliza ni ngumu sana. Hakuna mtu yeyote ameshauliza swali kama hilo, na vile unavyouliza hatuwezi. Lakini kuna wale wanaweza, nao ni miungu na hawaishi na wanadamu. Mfalme akaona, basi mnanipotezea wakati. Funga hawa watu wote, ingiza ndani, nitawaangamiza wote. Nitawakatakata wote. Na muende mtafute, kabla mjaoa muende mtafute wengine pale nje, wale ambao wanasema ni watu werevu. Wakaangukia Danieli. Danieli, kumbuka jana nilikwambia walipofanyiwa interview, alipatikana ya kwamba yeye na wenziwa na marafiki zake wana maarifa. They were how many times better? 10. They were 10 times better. Very smart. Kwa hivyo wanajulikana. Danieli akashikwa. Na aliposhikwa akaambiwa kile kimefanyika. Akauliza, mbona mfalme anauliza? Mbona ametoa amri? Mbona ametoa amri ya haraka hivi? Mbona anataka kuangamiza watu bure? Akasema acha nimuone. Akaenda kwa mfalme, akaambia mfalme, nipatie muda. I'll be back. I will be back. Na ukweli wa mambo ni kwamba alipoenda basi huyu Danieli akaenda akaongea na wale vijana. Wale Shadraka, Meshaki na Abednego wakamuomba Mungu wa mbinguni, na Mungu akamtafsiria, akamuelezea Danieli hiyo ndoto na akamshukuru. Basi wakarudi kwa mfalme, akaletwa. Alipokuja Arioku amemleta kwa mfalme, na mfalme akauliza swali moja. He asked a question which I would love to read for you. Ningeomba nisome hilo kwa sababu ni ya maana sana. Wakati Danieli alipokuja kwa mfalme na anataka kuelezea mfalme yale mambo ambayo yametokezea, neno la Mungu linasema ya kwamba mfalme akauliza huyu Danieli swali. Akauliza katika sura ya 2 fungu la 26, mfalme akajibu akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Je, waweza? Are you able? Wewe unaweza? Na Danieli akamwambia, wanajimu na wasihiri hawawezi, ila kuna Mungu aliye mbinguni, huyu ndiye anayeweza. Kitabu cha Danieli kinatuonyesha uwezo wa Mungu, kinatuonyesha hekima ya Mungu. Na kwa hivyo Danieli akaanza kumuelezea mfalme, akamwambia, ulipokuwa umelala katika kitandani mwako uliota ndoto, na ndoto ulioota ewe mfalme, uliona sanamu kubwa, sanamu iliyosimamishwa mbele zako. Na hii sanamu ilikuwa na kichwa cha dhahabu, na mikono na kifua ilikuwa ni ya shaba, na miguu yake, kiuno yake na tumbo ilikuwa nayo ni ya shaba. Mikono ilikuwa ni ya fedha, na tumbo na kiuno ilikuwa ni ya shaba, na miguu yake ilikuwa ni chuma, na nyayo zake ni chuma imechanganyikana na udongo. Mfalme akatingiza kichwa akasema, ndo hiyo. Na wale walikuwa karibu wafe wakacheka kidogo. Unajua kuna mahali utaangalia une hapa kuna tumaini hapa. Ukienda kwa daktari akupime, anapokupima tu akupime, akwambie breathe, apime pande hii, apime pande hii, apime mgongo, arundi mbele, uone amekuangalia, akwambie hebu pumua tena. Hiyo unaanza kuwa na wasiwasi. Hiyo peke yake daktari amerudi ya pili inakupatia wasiwasi. Lakini wakati unapimwa na daktari tu uone amesimama anasema, your breathing is okay, hatusikii, no, the lung sound ziko sawa, unasikika kifua iko very clear, wewe hakuna hata signs ya pneumonia, uko sawa sawa, you will be okay. Lakini nitakuandikia tu paracetamol 2 uende ukunywe, next week utakuwa kanisa ukifundisha lesson. Hapa unakuja unatoa ushuhuda, unasema mimi nina ushuhuda, namshukuru Mungu kwa sababu ninyi wote mnaelewa kile kinafanyika kwangu.
lakini sasa hivi niko tofauti. Daktari alikupatia tumaini. Huyu mfalme alipocheka, wale wanajimu wa sihiri na wenye hekima walifurahi pia. Na hiyo ndiyo sababu yako wewe kuwa mtu wa Mungu, kwa sababu unafaa uwe na uhusiano wa Mungu such that mahali utaenda ukikuta watu ambao hawana tumaini, wakikuangalia wanaipata tumaini. Hata kama unaumwa, hata kama unaumia, lakini unasema ya kwamba mimi yule Mungu ninayemjua hawezi akaniacha, nanyi pia ataweza kuwasaidia. Wakati mmoja Yesu amemponya kipofu, na kipofu ameenda kanisani kuhojiwa, na wanasanhedrini wakamwambia, wewe ni mwenye dhambi na yule alikuponya ni mwenye dhambi. Naye hii kipofu akasema, ni sawa, nyinyi mnajua yeye ni mwenye dhambi, I know something different. All I know is I was blind but now I see. Haijalishi kile mnavyosema, haijalishi kile mnachoona, kila ninachojua ni kwamba nilikuwa mwenye dhambi, lakini sasa ameniokoa. Alipokutana na mwanamke Msamaria, mwanamke alienda akitangaza, John muone mwanaume amenipatia mambo yote yale nimeshayafanya, yawezekana yeye ndiye Masihi. Hakujali watasema nini, kwa sababu aliyekuwa ndani yake ana nguvu kuliko wale waliokuwa nje. Danieli kuingia kwa room, uhai ukarudishwa, walikuwa wafe, lakini Danieli akatoa ushuhuda na akasema, uliota peke yako, lakini ndoto ni ya Mungu. Akamwambia, hicho kichwa ulichoona, kichwa ambacho uliona cha dhahabu, mfalme, ni ufalme wako, ni ufalme wa Babuloni. Wewe ndiwe kichwa cha dhahabu, lakini baada yako kutatokea ufalme mwingine ambao dhamana yake haitakuwa kama yako, lakini itatokezea tu. Ndiyo hiyo fedha, kutatokea ufalme mwingine, ufalme wa fedha na tumbo na viuno. Hiyo itakuwa ni ufalme mwingine, huo ni ufalme mwingine, ufalme wa shaba. Na miguu nayo ya chuma itakuwa ni ufalme mwingine. Ufalme mwingine pia utatokezea, na baada yake kutatokea ufalme mwingine, lakini huwa utakuwa na nguvu sana, kwa sababu kutakuwa ni kama chuma imechanganyikana na udongo. Akaambia mfalme, na ulipokuwa unaangalia hii sanamu, tazama, ukaona jiwe limetoka mlimani, ambalo halikuwa limechongwa na mikono ya mwanadamu, na likaja likaangukia ile sanamu katika nyayo zake, na ikavunjwa ile miguu, ikavunjwa na vidole vikavunjwa, na pia ile kiuno yake ya shaba pia ikavunjwa, mikono na kifua pia ikavunjwa, na hata dhahabu yenyewe ikavunjika yote, na yote ikawa kama makapi wakati wa hari, ikatapakaa na ikaisha. Lakini lile jiwe ulipoliangalia likawa ni mlima mkubwa, ni mlima ambao ni wa pekee, ni mlima uliojaza dunia nzima. Na wakati mfalme aliposikia haya, akashukuru sana na akasema, hewala, haya ndiyo mambo ambayo niliweza kuona. Neno la Mungu linaniambia ya kwamba huyu mfalme akaanguka, akamsujudu Danieli na akampatia zawadi, akamuongezea na mamlaka, kwa sababu aliweza kumwonyesha mfalme yale yaliyokuwa yanamsumbua. Danieli alitokea kuwa the solution ya ufalme wa Babuloni. Kila mfalme Nebukadnezar hajaelewa mpaka saa hii ni ya kwamba God had to come all the way from Jerusalem to come and use the most powerful man, that is the king of Babylon, in order for him to tell the world that there is a powerful God in heaven. Kila mfalme hajaelewa ni kwamba Mungu lazima angetoka Jerusalem ili aje aingie kwake, maana yeye ni mfalme, amuonyeshe ya kwamba kuna mwingine aliye na nguvu na mamlaka kuliko wewe mfalme Nebukadnezar. Mungu alitaka mfalme Nebukadnezar waelewe ya kwamba yeye ni mfalme, ya kwamba yeye ni Bwana. Lakini mfalme Nebukadnezar, ni lazima uelewe ya kwamba kuna mfalme wa wafalme na kuna Bwana wa mabwana ambaye ni Mungu wa mbinguni.
kitabu cha Danieli ni cha kuleta nuru katika ufalme wa Babuloni ambao umechanganyikiwa, na kwa hivyo lazima Mungu aje katika huu ufalme aelezee Nebukadnezaru ya kwamba hata kama unatawala, ufalme wako hautakuwa milele. Ufalme wako utatawala kutoka wakati huu mpaka wakati huu, mwaka wa 600 hadi 500 ufalme wako utatoka. Anaelezea mfalme Nebukadnezaru ya kwamba ufalme wako hautadumu milele, lakini hatimaye baada ya falme za wanadamu kuna ufalme utakaotawala, na ni ufalme wa watakatifu aliye juu, na utakuwa ni ufalme wa milele na milele. Haya mfalme hangelijua kama Mungu hatatoka kule Yerusalemu. Na ndio nilikwambia kwamba Mungu amechukuliwa kama mateka, lakini si kuchukuliwa mateka, yeye ndiye aliyejiteka. Lakini lazima aje na kibali cha ufalme. Kwa hivyo amekuja na mfalme. Sababu ya kufanya Nebukadnezaru waende all the way mpaka Juda ni ili watakapokuwa wanakuja wakipita pale kwa immigration wasisumbuliwe. Kali ikiangaliwa inaonekana ni mkubwa, salute, wanapita wote. Bwana asifiwe. Wanapita wote maana hawakubeba their ID cards, hawakubeba their passports, lakini wapite tu. Mungu ameingia. Na Mungu alipoingia akasema sijafika, twende ikulu. Na alipofika ikulu akasema sijafika, twende bedroom. Na alipofika bedroom akasema sijafika, ingia ndani. Mungu akaingia ndani kuzumbua hii mwanaume, ili Danieli, Shadraka na Meshaki wajulikane ya kwamba wako katika Babeli. Na Mungu anataka kuambia mfalme Nebukadnezaru ya kwamba now business is not as usual. Mambo imebadilika. Mungu wa mbinguni ameingia hapa Babeli. Mungu anataka kumuelezea mfalme Nebukadnezaru ya kwamba there is a future kingdom that is coming. Kuna ufalme unaokuja. Na Mungu anataka kukuelezea ewe unayenisikiza hivi kwamba anataka akukumbushe ya kwamba falme za dunia zitaisha. Falme za dunia zitaisha, lakini kuna ufalme ambao ni ufalme wa Mungu ambao hautaisha. Na anasema katika ombi lake Yesu akiwafundisha wanafunzi, akasema mkiomba mseme ya kwamba ufalme wako uje. Ufalme wa Yesu umeshakuja. Maana ufalme wake una mambo mawili. There are two faces of the kingdom of God. Ufalme wa neema ambao tunaishi nao sasa hivi tunapomwamini Yesu Kristo, na ufalme wa utukufu utakaodhihirishwa wakati Yesu Kristo atakaporejea. Ndoto hili la mfalme Nebukadnezaru linatukumbusha ya kwamba hata ingawa leo hii tuna mambo tunayoona ni ya dhamani kama dhahabu, yatakuja kwisha na yatamalizwa na jiwe. Ufalme wa jiwe, ufalme wa Yesu Kristo. He is the rock of ages. Ndiye mwamba mwenye imara, ambaye ndiye tunayemwamini. Na huyu ndiye anayestahili kukutisha wakati unapoishi duniani. The one ambaye anastahili kukutisha ni huyo ambaye anavunja falme zote. Sio ufalme wa dhahabu, sio ufalme wa fedha, sio ufalme wa shaba, sio ufalme wa chuma, sio ufalme wa udongo, ni ufalme wa jiwe ambaye ni Yesu Kristo. Huu mwamba alipatikana pale jangwani. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani na kukawa hakuna maji, maji yalipatikana kwa mwamba. Kwa nini maji yalipatikana kwa mwamba? Yalipatikana kwa mwamba ili Mungu aonyeshe ya kwamba he is able to do the impossibles. Kwa sababu ni ngumu sana maji kutoka kwa mwamba. But akasema maji yatatoka kwa mwamba. Maji yakatoka kwa mwamba ili wajue ya kwamba kuna mwamba. Na katika kitabu cha Mathayo anasema kulikuwa na watu wawili, mmoja mwerevu na mwingine mjinga. Mjinga akajenga nyumba yake juu ya mchanga, mwerevu mwenye hekima akajenga nyumba yake juu ya mwamba, na huyo mwamba ni Yesu Kristo. Na ndio ufalme ambao uko mbele yetu, na huo ndio ufalme unaotarajiwa. Huo ndio ufalme tunafaa kuangalia. Falme za dunia ni kama mchanga, na wakati mwingine unayumba, na falme za hapa duniani can let you down, but the kingdom of Jesus will never let you down.
Ufalme wa Yesu ndio tunastahili kujificha kwake, ndio tunastahili kukimbia kwake, kwa sababu yeye ni nuru ya matumaini. Yeye anatupatia matumaini wakati tunapokosa matumaini. Sijui ninaongea na nani, lakini najua ya kwamba I am speaking to somebody. Kuna mtu ninazungumzia ambaye hakika falme za dunia zimemlet down. Umekuwa disappointed na uongozi, umekuwa disappointed na maisha ya hapa duniani, but I came all the way to tell you, kuna ufalme unaokuja, ufalme wa Yesu Kristo. Ni nini hiki ambacho umepanda ufalme wako katika falme zinaisha? Wengine wamepanda imani yao katika falme zinazoisha, na kuambia hakika utaisha pamoja na haya na hizo falme. Lakini ukimtegemea Yesu, atakapookoa watu wake, utakuwa miongoni mwao. Hivyo basi, kama wewe uko hapa na ungetaka kujitoa na uhesabiwe katika huo ufalme, na kuuliza mahali ulipo uweze kusimama, ndipo tupate ombi. Tunaposimama na kuuliza tena, kama ulikuja jana tukafanya maombi, tutakuombea tena, njoo mbele. Kama wewe hakika ungetaka tupate maombi nawe umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na mwombezi wa maisha yako, nyanyuka dakika 2 ufike hapa mbele. Kama ungetaka uweze kuandaliwa kwa ubatizo, kama uko hapa una matatizo na shida, kama uko hapa na dunia imekuleti down, kama uko hapa marafiki wamekuleti down, kama uko hapa na watu wa ukoo wamekuleti down, kama uko hapa na kweli hata kazini umekuwa let down, I'm here to tell you, believe in Jesus. Kama unamwamini huyu Yesu, atakuweka ushujaa na ujasiri moyoni mwako, njoo tafadhali tuombe. I have one more minute. Leo sina wakati mrefu wa kukuita na kuuliza, njoo tu tafadhali, ili tuweze kuomba. Asante sana, tunaomba. Harakisha tunaomba. Asante sana, tunaomba. Asante sana wale mnakuja, Bwana wabariki sana. Endelea kuja tu. Asante sana, hebu tuombe. Pamoja na hao ambao wanaotutazama, wale pia katika vituo mbalimbali wamejitokeza na wameinua mikono pia mahali pote walipo, na hawa pia ambao wamekuja hapa katika jukwaa, wanapokuja hapa katika mibari hii, Bwana, wote ninawakabidhi mikononi mwako. Uweze kuwakumbuka, uweze kuwa nao, uwatizame Bwana, na uweze kuwajibu na kuwatatulia matatizo yao. Hebu uweze kuwa majibu kwa mashaka yao na mwokozi kwa roho zao, na wakuwapokee na uwaondolee shida ambazo zinawatatiza, lakini majina yao uwaweke katika kitabu chako cha uzima. Wabariki sasa na hata milele, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Pamoja na hao pia ninawaleta wale wengine pia wamesimama, na wale hawakuweza kutokezea, hata nao Bwana ukawabariki na ukumbuke jamaa zao, walio karibu na walio mbali. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana aweze kuwabariki. Naomba tuelekezwe mahali tutakaposimama. Asanteni sana. Kama umebaki pale na ungetaka kujiunga nasi, pia umekaribishwa.